2025. Maujaji katika matumaini. Hongereni sana kwa kongamano lenu hili, limefana sana, mpongeze. Kwangu la kwanza ni kuwapongeza kwa kweli. Kuwapongeza katika maana ya kwamba mnapohitimisha kongamano kwa siku zote mlizokaa huku juu, lakini pia kwa kuweza kushiriki mwanzo mpaka siku ya leo. Najua mmeacha sadaka kubwa, mmetoa sadaka kubwa, lakini ni sadaka yenye maana. Kwanza kwenu nyinyi wenyewe, kwa parokia mlizoziwakilisha, lakini pia hata kwa wenyeji wetu hapa. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Na kwa ujio wenu nafikiri pia kama tulivyosema katika mafundisho, muendelee kuwa wachungaji. Kwa hiyo mara nyingi kongamano kama hizi tunapomaliza, la kwanza tunapowapongeza, na pili mnapovunja kongamano, mchukue kama la jukumu la kwamba mnatumwa sasa. Muondoke hapa kwamba mnatumwa kutekeleza yale ambayo mmejifunza mkiwa hapa. Yale ambayo mmejifunza mkiwa hapa, kwenu nyinyi binafsi kwa kwenda kwa mashuhuda, lakini pia kwenda kuambukiza viwao wengine ili waweze kuja ikitokea tena kongamano lingine. Kwa hiyo nazidi kuwapongeza. Na hiyo ni mapongezi ya jumla. Katika hiyo pongezi ya jumla naomba mjipigie makofi wote. Lakini pia tuwapongeze viongozi wenu wa ngazi ya jimbo ambao wamefanya namna ya pekee, mkurugenzi wenu pia. Nilikuwa namuuliza mkurugenzi kongamano ni la ngapi. Anajaribu kuangalia kumbukumbu yake naye hajui ni la ngapi. Kwa hiyo nafikiri inabidi muweke namba za hizi kongamano zenu, sawa jamani? Kwa hiyo tujue ni la ngapi. Ninyi mnafikiri ni la ngapi? La sita? La sita kumbe. Unajua wenyewe tu. Basi julikane kwa kila moja la sita, sawa? Na inabidi muandike kabisa kongamano la sita. Iwao wa jimbo la Lindi 2025. Na ile dhamira ya kongamano, ujumbe mnaochapa pale chini yake, sawa? Na ujumbe, kauli mbiu yenu ni nini mwaka huu? Maujaji katika matumaini, ambayo imechukuliwa katika jubilei, sio? Basi tunawapongeza. Ndio maana mwishoni tunapotoa baraka kuu pia tutawapa ile rehema kamili. Nafikiri mnaelewa rehema kamili. Masharti ya rehema kamili ni hija. Kwanza kuhiji na kuja mpaka kwenye kituo cha hija. Lakini uwe umeungama. Sharti lingine. Sharti la tatu, umeungama na umekumnika katika misa takatifu, sawa? Sio kumnia wagonjwa. Kwamba umeshiriki misa na umekumnika. La mwisho, sharti la mwisho linafanyika hapa, kwamba tunafanya kwa nia ya Baba Mtakatifu. Kwa hiyo hata wakati mwingine mkienda hija, msitumie hizo nafasi za kiroho. Ungame, nifurahi sana jana nimesikia vijana wanaungama. Ungame, shiriki misa, mkomuniki. Alafu baadaye ndio nia ya Baba Mtakatifu. Kama kuna masista hapa wajaungama, hawezi kupata rehema kamili. Haitoshi tu kwa mtaa, alafu nafikiri unaweza kujipatia rehema kamili. Hata padri, hata wewe Dominiki. Inaeleweka, Kwa hizo safari pia tuzitumie kama za kiroho, manufaa ya kiroho siku zote. Hii hapa, lakini hata kwa miaka mingine mtakayoenda.
retreat yoyote, hija yoyote, kongamano lolote mnaloenda, mwishowe muombe rehema kamili. Unajua maana ya rehema kamili? Hamjui eh? Rehema kamili, tena huu ni mwezi wa Novemba, mwezi wa kuombea marehemu. Rehema kamili, wakati mwingine tunaenda kuungama, lakini wakati mwingine unaweza kuta hujaungama vizuri, wakati mwingine bila wewe kujua, au umeamua tu makusudi. Unasema tu dhambi kimya kimya ili padri asisikie, au unaenda kwa padri ambaye asikii vizuri. Kwa hiyo zile ni za makusudi. Kwa hiyo dhambi zile za makusudi zinabaki baki. Sawa, zile unazozifanya makusudi. Lakini tunaamini ukienda kuungama dhambi zote zinaondolewa. Sio mafundisho ya Kanisa Katoliki Lakini kuna pamoja na kwamba Mungu anakuondolea dhambi nyingine, wakati mwingine anakupa nafasi, akupe matoleo zaidi, ujitoe sadaka zaidi, hizo dhambi zitoke. Sasa ukifa bado hujatimiza yale, unaenda toharani, kwa hiyo utimize malipizi yale. Lakini sasa ukiwa pale toharani, wewe mwenyewe huwezi kujitoa. Ndio maana tunasema mwezi wa marehemu tunaombea marehemu. Naelewana Ila kwa sababu ulishapokea rehema kamili kipatimu, unaenda sehemu nyingine umepokea rehema kamili, zile zinapunguza zile adhabu, zinafuta. Hata zile dhambi zingine ulizomumunya zinafuta. Zinafuta. Na siku hizi kuna story nyingi sana. Mimi nasoma kijitabu kidogo mwezi wa Novemba ya watakatifu mbalimbali ambao wamekutana, na watu walioko toharani. Baada ya kama mtakatifu mmoja alienda akafa. Alipokufa, Mungu akampa nafasi, akasema wewe unaweza kwenda kuingia mbinguni moja kwa moja, ila ukitaka inaweza kukurudisha pia duniani ili uende kuombea hao walioko toharani. Ukimaliza tu inakuita. Yeye akachagua kurudi duniani. Sio ungechagua wapi? Mbinguni. Yeye akarudi duniani, kaombea watu, ndio baadaye akarudi. Kwa sababu alionyesha watu wa toharani wanavyoteseka. Hapa unaweza kukuta kuna watu wamerudishwa kutoka mbinguni hapa. Kwa hiyo unaweza kukuta wamerudishwa hapa wanaombea. Kwa hiyo wengine siku yake ya kufa ilishafika, lakini Mungu anamuona anafanya kazi kubwa ya kuombea marehemu toharani. Anasema ngoja huyu nimbakize au watakatifu wanaona. Alafu mtu mwingine pia alimwona mtakatifu mmoja mara moja, kama vile unaenda kule Liwale, yaani mtu amekufa huko Tunduru Masasi, alafu katokea Liwale, kijana kama wewe huko anaishi kule, lakini anaendelea kuombea watu. Baadaye watu wanamwona, huyu mbona tulishazika, kumbe anatimiza malipizi, amerudishwa kutoka toharani. Akimaliza anapotea kama nyie mtakavyopotea. Sijui kama mnaelewa hiyo teolojia ya toharani. Kwa hiyo tuwe tunaombea watu wa toharani. Kwa hiyo hii ndio kazi ya rehema kamili. Tunaelewana jamani? Kipindi cha mwezi wa Novemba pia tuombee marehemu walioko toharani. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Kwa hiyo hata hiyo sala fupi namna hiyo inatosha kwa wakati mwingine kutoa marehemu toharani, au kusali Baba Yetu, au kutembelea makaburi ukasafisha, au kaombea misa kwa ajili ya marehemu. Kwa hiyo ndio maana hii nimesema hiyo kuunganisha na rehema kamili. Sawa jamani? Na nawapongeza pia wale ambao
baada ya kuwapongeza nyinyi kwa ujumla wenu, pongeza viongozi, lakini tuwapongeze wale ambao wamekuja wengi sana kutoka kwenye parokia zao. Ukiacha parokia ambayo imefuata wanasema ni Nachingwea, si ndio? Hebu Nachingwea wasimame kwanza, tuwaone wote Nachingwea. Na tuwapigie makofi Nachingwea. Nachingwea, asanteni sana, hongereni sana. Alafu umefuatiwa na Kilwa Masoko, sio? Tuwapigie Kilwa Masoko wasimame. Safi kabisa. Mbona mwapigie makofi? Asanteni sana. Lakini kuna wenyeji pia, tusiwabeze. Paroko hawajui kama ana viwao, amewagundua kutokana na hili tukio. Kwa hiyo kipatibu, hebu simameni, kipatibu wote. Toka vipapa wamesimama. Asanteni sana. Paroko inaonekana wengine anaona hapa leo kwa mara ya kwanza. Lakini si kitu, wametoka. Sawa. Na wale ambao kwenye parokia zao wamekuja mmoja mmoja, hebu wasimame mmoja mmoja. Wamekuja mmoja mmoja. Moja, tuwapigie makofi pia watansi ya rais. Sawa. Waliokuja wawili. Na tuwapigie makofi. Safi sana. Wakati ya wakufunzi tunapadi ambaye ametoka jimbo la Tunduru Masasi, tumpigie makofi pia. Asante sana. Lakini wanakipatimu katika ujumla wenu tunawashukuru sana. Mwaka huu nyinyi, mwaka wa mahujaji katika vituo vyetu vya hija, kipatimu nina uhakika mtaongoza. Andrea Kago, kuna Nyangao, kuna kipatimu. Mimi sijasikia pale Andrea Kago kama wanapokeaga mahujaji, hata Nyangao. Hata wenyewe hawajui kama ni kituo cha hija. Lakini kipatimu kila mara tunasikia watu wanaenda kipatimu, watu wanaenda. Kwa hiyo paroko na waumini wake wa kipatimu, hongereni sana. Na Padinikas, Shemasi, kama watendaji ya kipatimu tunaomba msimame. Kama watendaji ya kipatimu, kama watendaji ya kipatimu. Katika eneo hili na wote mnaratibu, kwa kweli mnafanya vizuri. Kwa hiyo tunawatakia mema mengi, na wengine kila mtu kwa nafasi yake. Na waliokuja kwa mara ya kwanza, lakini tunaamini kwamba si mara ya mwisho, na huko sasa mnaporudi muendelee kuwa mashuhuda. Tunawatakia safari njema, na baada ya baraka tutafanya ile rehema kamili. Baada ya rehema kamili tutavunja kongamano. Sio kwamba kuvunja tunaacha, lakini manake tunaisha mpaka tena mwakani. Mwakani si itakuwa wapi tena mwenyekiti, au mjaamua? Mjaamua ndio mnaenda kuamua Sawa. Basi muamue vizuri, na mimi pia nafurahi kwamba nimeshiriki. Naona uhai wa vijana wa Lindi. Kwa kweli vijana wa Lindi mnatupa matumaini. Tuna kila sababu ya kujivuna kwa ajili yenu. Asanteni sana na Mungu awabariki.